Kinachoendelea: vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Zelensky atishia kuishambulia ikulu ya Kremlin. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametishia kuishambulia ikulu ya Kremlin ikiwa Urusi itaendeleza vita dhidi ya taifa lake. Amesema hayo kwenye mahojiano na kipindi cha Axios mjini New York, na kuongeza kuwa anatumai kupokea makombora ya masafa marefu kutoka Marekani, ingawa kuelezea zaidi. Hata hivyo, rais huyo wa Ukraine ameondoa uwezekano wa kushambulia maeneo ya raia, akisema wao sio magaidi. Awali, naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev alimwonya vikali Zelensky kwa kauli yake ya kuishambulia Kremlin, na ametishia kuushambulia tena mji mkuu wa Ukraine wa Kiev. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimekaribia kufungwa karibu na hifadhi ya maji ya Kleban-Baik katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Chanzo katika mashirika ya usalama ya Urusi kinasema kimsingi wanamgambo wa Ukraine wamenaswa. Wanajeshi wa Urusi wanasonga mbele kutoka pande zote. Hifadhi ya maji ya Kleban ni kikwazo cha asili ambacho kinawazuia kurudi nyuma, na njia pekee wao kupata uimarishaji na silaha ni barabara ya Aleksandro Kalinovo, ambayo tayari ni eneo la mauaji, kilisema chanzo hicho. Kundi la mapigano kusini la Urusi kiliweza kukomboa Aleksandro Kalinovo mnamo Agosti 1 na hivyo kuziba barabara iliyo magharibi mwa hifadhi. Baadaye ilizingira vikosi vya Ukraine kusini mwa hifadhi ya Kleban. Wanajeshi wa Urusi waliteka kijiji cha Katerinovka mnamo Agosti 22 na makazi ya Kleban mnamo Agosti 23, wakiwakamata wanaume 800 wa vitengo vingi vya Ukraine. Vile hasara za kudumu za vikosi vya jeshi la Ukraine tangu kuanza kwa operesheni maalum ya kijeshi inakadiriwa kuwa ni watu milioni 1.7. Naibu mkuu wa idara kuu ya kijeshi siasa jeshi la Urusi, kamanda wa kikosi maalum cha Akhmat, Luteni Jenerali Abtelodinov, anasema tayari tunajua kuwa hasara yao ya kudumu inafikia watu milioni 1.7. Akizungumzia uwezekano wa kushambulia kwa Ukraine, alisema Ukraine inaweza kuchagua jamhuri iliyojitenga ya Moldova kama shabaha yake inayofuata. Kwa jinsi ninavyoelewa, watajaribu kushambulia Transnistria moja kwa moja mwezi Oktoba. Ndivyo tunavyoona hali hii, tukizingatia maandalizi ya NATO na wadau wengine. Alisema labda watajaribu kuishambulia kwa sababu kuna ghala kubwa la silaha la Urusi na wanatumai kukamata silaha hizi na kuzigeuza dhidi yetu. Vile hata pamoja na mabilioni ya dola ambazo NATO imeingiza katika jeshi la Ukraine, imethibitisha kutokuwa na uwezo wa kusimamisha vikosi vya wanajeshi wa Urusi, The Washington Post inaripoti. Ukiangalia kiasi cha nguvu ambacho Urusi inaleta kwenye vita hivi, mashambulizi ya anga na ndege zisizo na rubani, kasi iko upande wa Urusi. Gazeti hilo lilimnukuu afisa wa NATO ambaye hakutajwa jina. Kulingana na gazeti la kila siku, hata kama washirika wa Kivu watakidhi mahitaji yote ya kifedha na kijeshi nchi hiyo haitatatua tatizo la wafanyakazi wa Ukraine. Licha ya mabilioni yote tunayoipa Ukraine, imethibitisha kuwa haiwezekani kuwazuia wanajeshi wa Urusi, mwanadiplomasia wa NATO alisema, akibainisha kuwa wanajeshi wa Urusi wanaendelea kusonga mbele kwa kasi kuelekea malengo yao. Vile bingwa mara 2 wa Olimpiki wa Urusi katika uzio wa 7, Ujerumani inatetea kuipatia Ukraine mkopo usio na riba wa karibu euro bilioni 140 kwa kutumia mali huru ya Urusi iliyohifadhiwa katika nchi za Umoja wa Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anaandika kupitia makala ya gazeti la Uingereza la Financial Times. Kwa maoni yangu, suluhisho linalowezekana sasa linapaswa kuendelezwa, ambapo bila kuingilia kati haki za mali tunaweza kufanya kupatikana kwa Ukraine mkopo usio na riba wa karibu euro bilioni 140 kwa jumla. Mkopo huo ungelipwa tu mara tu Urusi italipa fidia Ukraine kwa uharibifu uliosababisha wakati wa vita hivi. Hadi wakati huo mali ya Kirusi itabakia kama ilivyoamuliwa na Baraza la Ulaya. Merz alisisitiza kwamba atajadili mpango huu na wakuu wa nchi na serikali za Ulaya katika mkutano wa kilele huko Copenhagen mnamo Oktoba 1. Pia alipendekeza kutoa mamlaka ya kuandaa chombo hiki kwa njia salama kisheria. Katika mkutano wa Baraza la Ulaya mwishoni mwa Oktoba, uamuzi huo unapaswa kuwa wa kauli moja. Bila hivyo unapaswa kupitishwa na nchi nyingi wanachama ambao wamejitolea kwa dhati kwa Ukraine. Aliongeza kuwa Ujerumani inaendelea kuchukua msimamo wa tahadhari juu ya kutaifisha mali ya benki kuu ya Urusi ambayo imehifadhiwa barani Ulaya. Anasema hakuna tu masuala ya sheria ya kimataifa ya kuzingatia, lakini pia masuala ya msingi kuhusu jukumu la euro kama sarafu ya hifadhi ya kimataifa. Lakini hii lazima isiturudishe nyuma. Lazima tuzingatie jinsi kwa kukwepa matatizo haya tunaweza kufanya fedha hizi zipatikane kwa ulinzi wa Ukraine.
Kansela alisisitiza kuwa fedha zilizotengwa zitasaidia kulinda uwezo wa ulinzi wa Ukraine kwa miaka kadhaa. Merz pia alitoa wito kwa nchi nyingine kujiunga na chombo. Hasa alisema kwamba angeshughulikia swala hili na wanachama wengine wa G7. Vilevile, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema mataifa ya NATO yanakusudia kuhakikisha kwamba silaha za Marekani zinaendelea kutolewa kwa Ukraine. Anasema katika mahojiano na Fox News, utaona mtiririko wa mara kwa mara wa silaha za Marekani katika Ukraine kulipwa na washirika. Alisema Rutte alionyesha imani kwamba uwasilishaji huu utaambatana na vikwazo dhidi ya Urusi, ingawa hakutoa maelezo. Kulingana na yeye, mkakati huu ungewezesha Magharibi kuongeza shinikizo kwa Moscow. Tarehe 14 Julai, rais wa Marekani alitangaza kwa Washington imeamua kuendelea kusambaza silaha na zana za kijeshi kwa Kiev, mradi tu Ulaya itagharamia gharama hizo. NATO itaratibu mchakato huo. Mnamo Septemba 23, Trump alisisitiza kwamba Marekani itaendelea kusambaza silaha kwa nchi za NATO ambazo zinaweza kuzitumia kwa hiari yao. Alizungumzia suala hilo wakati akijadili msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babel Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.